Yo, mambo vipi bwana, Big Bongo TV, it's another time and I'm back with a big trending story. Na story hii bwana leo inamhusu the one and only P Diddy. Najua kuna wengi mnajiuliza kuhusu kesi ya P Diddy, wengine wakiwa wanaongelea kwamba mbona kama mwamba amekaribia kuachiliwa hivi au imekaaje. Lakini leo mimi nitakuletea kwa ufupi sana muendelezo wa kesi yake mahakamani ili upate kuelewa hii kesi imekaaje. Je, P Diddy ataachiliwa au la? Let's go. Itaanza na sehemu ya kwanza, yaani kesi ilivyo kwa sasa. Baada ya kukutwa na hatia ya kusafirisha watu kwa ajili ya ukahaba chini ya sheria ya Marekani, Diddy alihukumiwa kifungo cha takriban miaka 4 jela. Lakini sasa timu yake ya mawakili imefungua rufaa mahakamani wakisema hukumu hiyo haikuzingatia baadhi ya ushahidi kwa njia sahihi. Hoja kubwa inayotrendi sasa ni kuhusu video zinazojulikana kama freak off tapes. Mawakili wa Diddy wanasema video hizo zilikuwa matukio ya watu waliokubaliana, lakini upande wa mashtaka unasema zilikuwa sehemu ya mtandao wa kuwavutia watu kwenye matukio ya kingono yaliyolipiwa. Sasa majaji wanachunguza kama hukumu hiyo inapaswa kubaki, kupunguzwa au kusikilizwa upya. Sehemu ya pili, majina ya wasanii yanayozungumzwa. Kadri kesi ilivyozidi kupata umaarufu, majina ya baadhi ya wasanii wakubwa wamekuwa wakitajwa kwenye mijadala ya kimitandao. Baadhi ya majina yaliyotajwa mara kwa mara ni pamoja na Jay-Z, Usher, Justin Bieber na Meek Mill. Wengi wao waliwahi kuonekana kwenye pati maarufu za Diddy, lakini hadi sasa hakuna uthibitisho wa kisheria kwamba walihusika na uhalifu wowote. Hata hivyo, majina yao kuhusishwa kwenye mijadala ya mashabiki kumeifanya story hii kuendelea kutrend duniani. Sehemu ya tatu, ni nini kinaweza kutokea sasa? Kama mahakama ya rufaa itakubaliana na hoja za upande wa Diddy, kuna uwezekano wa mambo matatu makubwa kutokea. Jambo la kwanza, kupunguzwa kwa kifungo chake. Jambo la pili, hukumu kufutwa na kesi kusikilizwa upya au kubaki gerezani hadi muda wake wa kuachiwa, nikimaanisha mwaka 2028. Kwa sasa macho ya mashabiki na vyombo vya habari yako mahakamani wakisubiri uamuzi. Swali kwa watazamaji: je, mnaamini P Diddy ni mwathirika wa mfumo wa sheria au kuna ukweli mkubwa bado haujawekwa wazi kwenye skendo hii? Tuambie maoni yako kupitia kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata updates ya matukio mbalimbali yanayozidi kujiri every time. I'm out.